ardhi sasa hivi sio jambo lisilo rasmi, ni jambo rasmi, kwa sababu pressure ya matumizi inaendelea kuwa kubwa. Population inaongezeka, ardhi haiongezeki. Thamani ya ardhi inapanda. Kwa hiyo holela holela kuaminiana, tuache tuende kwenye urasmi kwenye masuala ya ardhi. Na waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani, mnakopita sasa hivi kwa wananchi, waambieni mambo ya ardhi wasifanye kwa kuaminiana, wafanye rasmi, warasimishe hivi vitu viwe rasmi. Unataka kumwazima mtu shamba, andikishana na mihuri na kila kitu, na ofisi ya serikali ijue, ofisi ya mwanasheria ajue. Siku akikugeuka una rekodi. Watu wanakabidhiana mpaka mgodi. Nini? Nilimkabidhi tu, yeye ndo afanye hivi, mimi nitafanya hivi. Hawajaandikisha popote. Jamaa anapata kipato mara moja tu, anakufanya wewe ulikuwa kibarua wake. Nimekuwa nikisema, na bahati nzuri sana mimi nimepata hii fursa nimekuwa waziri wa mambo ya ndani, nimekuwa waziri wa katiba na sheria. Nimeona jinsi watu wanavyopoteza haki zao kabisa kwa kudhulumiwa, kwa sababu hakuweka rekodi yoyote. Nikawa waziri wa fedha, nimeona jinsi watu ambavyo wanapata shida kwa kukwepa urasmi na kwenda kwenye kausha damu. Tusiogope kurasimisha mambo, kwa sababu uaminifu baina yetu unaenda unapungua. Tusiogope kurasimisha mambo. Hata kuandikisha tu mashamba, ili shamba hili na hili na hili na hili, unaandikisha. Mtu hawezi kuvamia tu hivi. Watu wengine wanavamia tu, yani mtu ameisha wanavamia. Turasimishe, tusiogope kulipia kodi ya ardhi ama whatever, kwa sababu ndo ulinzi wako. Ukifanya eneo liwe rasmi, ndo ulinzi wa eneo hilo mpaka kwa warithi. Kwa hiyo nimelisisitiza hili kwa sababu hapa tuna jukumu wote, serikali tuna jukumu, lakini na raia mmoja na wenyewe wana jukumu kwenye jambo hili la ardhi.